Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asante. Ndugu mkuu wa shule, mimi kwa jina naitwa Mwalimu Helen Selem. Najua kwamba unanifahamu. Na najua baadhi ya walimu wangu wananifahamu. Ni mgeni lakini sio mgeni sana. Nimeshafika hapa shuleni. Wengine nimewakuta wameondoka. Wengine walikuwepo ofisini, naamini tunafahamiana. Lakini pia kwa baadhi ya wazazi inawezekana kabisa walio wengi hatufahamiani. Niseme tu kwa cheo changu, mimi ni mkuu wa division ya elimu sekondari halmashauri ya wilaya ya Monduli. Si mgeni sana katika mazingira, ina miezi karibu 5 tangu nimehamia hapa, kama sio 6 ama 5.5. Kuna mambo mbalimbali ambayo nimejifunza hapa, nizidi kumwambia mwalimu wangu. Watoto wameonyesha kwamba wana vipaji mbalimbali. Niombe walimu pamoja na uongozi wa shule, vipaji hivi vitunzwe na kulelewa vyema. Mwaka 2028 2027 naamini kwenda na 8, darasa la 7 wanaokuja 2027 na darasa la 6 wanaokuja 2027 wanatarajia kuingizwa katika mtaala mpya wa elimu kupitia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 na maboresho yake ya mwaka 2023, kwamba elimu ya msingi itaishia darasa la 6 tu. Watakaoanza kuishia darasa la 6 ni wa mtaala mpya ni wa 2027 na wataungana na wale wa mtaala wa zamani darasa la 7 wa 2027. Kwa hiyo 2028 mwalimu utakuja kupokea madarasa mawili ya kidato cha kwanza, wa mtaala mpya na wa mtaala wa zamani. Kwa hiyo kuna kitu anaita double cohort. Sasa katika ule mtaala mpya unaokuja, sehemu kubwa sana ya mafunzo itatawaliwa na mafunzo ya vitendo kuliko theory. Nini mtaita? Nadharia. Asante sana. Mtaala wetu unaokuja utatawaliwa sana na vitendo kuliko nadharia. Kwa maana mwanafunzi atajifunza zaidi kwa akili na mikono yake na miguu. Vitendo zaidi ndivyo vitakavyotumika. Pamoja na hayo basi, kinachotakiwa ni kwamba kuna fani mbalimbali ambazo zitatakiwa kuendelezwa, ikiwemo michezo, ikiwemo muziki, labda kilimo, upishi na vitu kama hivyo. Sasa ninavyoiangalia Embutoto ya leo, naona kabisa tayari imejichannel kwenye yale mafunzo yale. Watoto wameonyesha vipaji vyao vya msingi, vipaji vya uimbaji, vipaji vya michezo, vipaji vya kucheza dance na mambo kama hayo. Basi nilikuwa naomba walimu mjitahidi sana kuendeleza hivyo vipaji visipotee, kwa sababu vipaji hivyo hivyo baadaye ndizo zitakuwa kazi zao za kuwapatia nini? Ajira, pengine kujiajiri ama kuajiriwa. Wakina Diamond tunawaona leo walianzia huku. Niwapongeze sana kwa hilo na naamini kwamba vipaji hivyo vitalelewa. Lakini nilikuwa namnong'oneza kidogo mwalimu, nikamwambia tutafute basi angalau walimu wa muziki kutoka maeneo mbalimbali ili waweze kuendelea kuwajenga hawa watoto. Jamani, muziki ni fani ya kujilipa. Kwa hiyo tuithamini sana. Nawapongeza sana wote walioonyesha vipaji vyao hivyo. Watoto wote mnaobaki, vijana wa kike na wa kiume, mmepewa usia mzuri kwamba zipatikane wani. Nje ya hapo itakuwa sio vizuri.
Kwa hiyo kinachotakiwa ni kujibidiisha zaidi katika masomo. Msome kwa bidii, mpate muda wenu mwingi uwe wa kujisomea badala ya kusogoa na kuweka makundi ya ajabu na vitu kama hivyo. Sarava amewahakikishia kwamba ufaulu kwake ni uhakika na nidhamu kwake imetulia, na akaongeza akasema, muziki sitauacha kwa sababu hata prepo nikikaa nikishasoma nikimaliza naangalia na mistari yangu mengine, mistari ya ajira, si ndio? Naamini umeshajiajiri. Kama umeshaingia mpaka mtandaoni, manake unapata viewers wa kukusogeza mbele. Ndio maana nasema muziki ni ajira. Kwa hiyo tusidharau, tuwajenge. Lakini pia mliobaki muendelee kujengwa katika masomo, pamoja na kwamba walimu wanajibidisha kuwasogeza, lakini na nyie muonyeshe ushirikiano, muonyeshe adabu njema, muonyeshe kwamba mnajali kile ambacho walimu wanajitolea kukifanya kwa ajili yenu. Elimu ni mtaji wa kudumu wa maisha yako. Tumeelewana hapo? Vijana mnaobaki mnanisikiliza, elimu ni urithi wa kwako wewe, wa watoto wanaokuja ambao pengine utawabeba, watapatikana kutoka kwako, pamoja na kizazi hiki tulicho nacho, lakini ni urithi wa daima, ni urithi wa milele. Na ndivyo ilivyo hata ile sera ya elimu na mafunzo, ni urithi wetu sisi na vizazi vyetu. Ndio maana mafunzo yanasisitizwa yawe kwa vitendo zaidi kuliko nadharia. Lengo ni nini? Lengo ni wa kuwajenga watoto wetu kuweza kujitegemea, kuweza kujitafutia, kuweza kujipatia kipato na ajira binafsi badala ya kutegemea ajira za serikali. Kwa hiyo niwaombe sana mjibidiishe katika masomo. Vijana wenzenu, kaka zenu wa kidato cha 6 wamewapa wasia mzuri sana, wamewajenga na wamewakumbusha kwamba mnapaswa kusoma kwa bidii. Basi na iwe hivyo. Mungu awabariki sana. Rasmi sisi wana Engutoto tulisema kidogo ambacho tumekiandaa tupatie na wewe, ikawa sehemu ya kumbukumbu kwamba graduation ya 20 Engutoto tulikuwa na kiongozi wetu na alishiriki nasi. Tunakushukuru kwa nasaha zako kubwa. Huwa tukisikia mtu mwingine anazungumza na vijana wetu tunafarijika sana, kwa sababu sisi tunaona kama tumezungumza sana, sauti zetu wamezizoea. Kwa hiyo ile sauti nyingine tunaamini kwamba wanazingatia zaidi. Kwa hiyo kushukuru, Mungu akubariki. Asante kwa kuwa nasi. Weka makofi mengi nyingine. Tuwashangilie tafadhali walimu wetu pamoja na stafu wote. Safi. Wapi akina mama tucheze na bibi rasmi? Tucheze na